Maadhimisho ya kutimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, tumepanga shughuli mbalimbali kwa mlipa kodi, na leo tulikuwa na fun run. Tulikuwa na mbio za fupi za kilomita 5 na washukuru wadau wote wakiongozwa na walipa kodi ambao wameungana nasi katika mbio hizo. Kwa hiyo naendelea kuwakaribisha. Kauli mbiu ya shughuli hii ni mlipa kodi shujaa, miaka 30, miongo mitatu ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, yani TRA. Kwa namna moja ama nyingine, nichukue fursa hii kumshukuru sana Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ndugu Yusuf Mwenda, ambaye kwa kupitia juhudi zake binafsi aliamua kuwa na timu ya mpira wa miguu inayoshiriki ligi kuu ya Tanzania ya NBC, na kwa mapenzi yake akaamua kwamba timu hiyo hiyo na makao yake makuu hapa Arusha. Mnaweza mkaona hata timu kubwa maarufu Azam FC ilikula kichapo cha goli 4-1, na ile ilisaidia kuitambulisha Mamlaka ya Mapato kwa watu wengine ambao walikuwa pengine kwa namna moja au nyingine hawajui shughuli za Mamlaka ya Mapato, lakini kupitia timu ile tumeweza kuitambulisha rasmi Mamlaka ya Mapato, na watu sasa wanaweza wakajisikia huru. Zamani kabla ya kuwa na timu, watu walikuwa wanafikiri kwamba Mamlaka ya Mapato ni kama kituo cha polisi, lakini sasa hivi baada ya ile timu wanaona kumbe Mamlaka ya Mapato ni sehemu ambayo tunaweza kwenda na kupata huduma na kujiandikisha kulipa kodi, na tumeweza kuongeza uelewa wa watu kuhusu shughuli tunazozifanya. Michezo ni afya. Hatuishii kwenye kuwa na timu, lakini sisi wenyewe kama hivi ulivyoona tutakuwa tunatengeneza marathon, fun runs, lakini tutakuwa na mabonanza mbalimbali kwa kushirikiana na wadau wetu walipa kodi, taasisi za serikali, mabenki na watu wengine. Kwa hiyo tutaendelea kuendesha michezo ambayo itapitia njia ya mabonanza. Baadhi ya watendaji wa mamlaka hiyo akiwemo Bwana Ephraim Kibasa wamesema michezo imeongeza urahisi wa kutoa elimu endelevu na umuhimu wa kulipa kodi kwa wananchi, swala ambalo pia limezungumziwa na baadhi ya walipa kodi. Naitwa Ephraim Kibasa, na mwakilisha mkurugenzi wa idara ya ukaguzi wa ndani. Mamlaka ya Mapato Tanzania toka imeanzishwa mwaka 1996 mpaka leo imepiga hatua kubwa sana. Hapo awali tulikuwa tukikusanya kodi kiwango kidogo, lakini kwa sasa hivi kwa kushirikiana na wadau ambao ni walipa kodi tumepiga hatua sana. Kwa mfano mwaka 1996 tulikuwa tunakusanya bilioni 531 kwa mwaka, lakini kwa sasa hivi mpaka kufikia sasa hivi tuna trilioni 32 katika lengo letu la trilioni 36, na hiyo yote imetokana na ushirikiano kati yetu sisi na wadau, na ushirikiano huu umekuja kutokana na elimu ambayo tumekuwa tukiwapa walipa kodi. Katika kusherehekea hii miaka 30 tukaona basi tuwe na siku ya shukrani kwa ajili ya mlipa kodi, kuwashukuru walipa kodi kuendelea kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kukusanya kodi. Kama tunavyojua, kodi hizi zinasaidia katika maendeleo ya taifa hili. Maendeleo hayo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa shule, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa vituo vya afya, lakini sasa hivi wanafunzi wanasoma bure, na maendeleo mbalimbali ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara na kadhalika. Kwa hiyo tumeamua kushirikiana na walipa kodi siku ya leo kuwashukuru kwa ajili ya hatua hiyo ambayo imefikiwa na TRA, si peke yetu bali kwa kushirikiana nao. Kwa majina naitwa Ahmed Nur Jamali, ni mwakilishi wa walipa kodi mkoa wa Arusha. Hizi mbio sasa zimeenda kutuunganisha sisi walipa kodi na Mamlaka ya Mapato TRA Tanzania. Tuko hapa kwenye sherehe za miongo ya miaka mitatu ya TRA, shujaa kwa mlipa kodi Tanzania inayojitegemea. Mahusiano yetu yamekuwa mazuri na TRA. Sasa tunalipa kodi bila shuruti, na unaona wigo wa walipa kodi umeongezeka. Kila mwezi tunapiga malengo, kila mwaka tunavuka malengo. Tunashukuru hilo kwa mahusiano mazuri ya TRA na mlipa kodi. Kupitia kodi tumeweza kufanya miradi mingi mikubwa ya kimkoa na ya kitaifa. Pia na hapa Arusha tuna miradi mingi
ambayo inaendelea. Kauli mbiu ya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA ni miongo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa, Tanzania inayojitegemea. Unasafiri kwa ajili yako. Kodi yetu, maendeleo yetu. Kodi yetu, maendeleo yetu. Tuwajibike. Wow.